onekana Nangu ameweza kuumia, ametoka katika mchezo, kwa hiyo tukatoka kabisa kwenye reli. Wametufunga yani goli ambazo yani ni nyepesi na ni rahisi sana. Lakini tungeweza kuangalia namna gani ya kufanya kwa zile goli mbili tulivyoshinda. Mwalimu angekuja na mfumo namna gani wa kuzuia au kuangalia kiungo pale katikati kinatulia vipi. Na hawa ni baadhi ya mashabiki wa Simba Sport Club ambao wajitokeza kwenda kutazama mechi ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis uwanja wa Benjamin Mkapa. Na hizi ni moja kati ya lawama ambazo wakizipeleka kwa baadhi ya viongozi, wengine wakimtaka kocha msaidizi Suleiman Matola aweze kujiuzulu, lakini wengine wakimtaka Mangungu pia aweze kujiuzulu, lakini wengine tayari wakiwa wameshakata tamaa katika mashindano ya CAF Champions League na wakitamani kuwekeza nguvu katika mashindano ya NBC Premier League, wakiamini pengine huko wanaweza kambulia chochote. Lakini kuna wengine wana wasiwasi pia na kiwango cha wachezaji wa Simba kwa msimu huu. Hata hivyo wamekata tamaa katika mashindano ya CAF Champions League, lakini pia NBC ukiangalia pia matokeo sio mazuri. Walifungwa na Azam FC, wakaweza kutoka draw na timu kama vile Mtibwa Sugar, kitu ambacho kwa upande wa Simba si kitu cha kawaida kwa upande wao kuweza kusuluhu na kufungwa mechi na baadaye kuja kupoteza mechi za CAF mfululizo. Ni matokeo mabovu ambayo wana Simba wanaamini hawajawahi kuyapitia kwa misimu kadhaa. Hata kama wakiwa katika msimu mbovu, lakini kuweza kupoteza mfululizo kama hivi ni matokeo ambayo hawakuwahi kuyashuhudia. Yani kadiri siku zinazozidi kwenda, mashabiki wa Simba wanalalamika maumivu wanayapitia kutokana na kutokuwa na furaha. Mechi wakishinda wanashinda lakini hawana furaha, kwamba mnashinda lakini bado matokeo hayaridhishi kwa upande wao. Ni nini maoni yako pia kwa haya ambayo yanaendelea katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Wengine wakitamani hata wabadilishane viongozi, wanadiriki kusema bora wamchukue hata Engineer Hersi, wabadilishane, Engineer Hersi aje kule Simba Sports Club, lakini Mangungu aende kule Yanga, alafu uone je Simba itakuwa ipi, kwamba Simba ikiwa na Engineer Saidi itabaki kuwa Simba ya makelele na ugomvi kama hivi, na Yanga ya Mangungu je itazidi kuwa imara kama hivi, au tutaona tena mtafaruku? Tuweze kubaini yale ambayo yapo nyuma ya viongozi hawa. Hayo ni maneno ya mashabiki na si maneno yangu. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua vurumai ambalo linaendelea mpaka sasa. Mashabiki wana reaction gani juu ya viongozi wao, wana maoni gani? Na si wote tu wakilaumu uongozi, kuna wengine wana maoni tofauti juu ya haya ambayo yanaendelea mitaa ya Msimbazi. Si wote wanalaumu uongozi. Wengine wanaamini kwamba shida ipo kwa wachezaji na wala si viongozi, kwa maana ya kwamba hata ile back pass ambayo iliweza kuchezwa, kwani kosa lilikuwa la Mangungu? Kosa la Mangungu liko wapi kwa mchezaji kama Alassane Kante kuweza kurudisha mpira nyuma, kwa maana ya kwamba back pass ambayo iliweza kusababisha makosa yakaigharimu Simba na kusababisha Experience kuweza kupata goli la kwanza, lakini baadaye tena mistake ambazo si za kawaida, mchezaji anaenda kucheza faulo kwenye penalty box ikapelekea wale Waarabu kuweza kupata penalty, lakini isivyo bahati walikosa. Umeona, haya ndio mambo ambayo yanaendelea. Wasikilize mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, wao wana maoni gani? Masaa 12 anatoka pale Simba. Mangungu na baba saa 24. Mangungu na baba saa 24 anatoka pale Simba. Matola yote Simba. Hebu angalia sasa, hebu niambie sasa, Simba ya 2017, Simba mpaka inakuja 2020, wewe unaweza kufanisha na Simba hii? Simba wachezaji muunganiko hakuna, fitness hakuna, wachezaji wanashindwa kuonyesha nini maana ya Simba. Baada ya mchezo siku ya jana, mambo mengi sana yametokea. Baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Esperance de Tunisia kule nchini Tunisia, mambo mengi yameweza kutokea, vurugu za hapa na pale kutokana na Simba kuweza kupoteza, Simba kuweza kutoka suluhu goli 2-2 dhidi ya Waarabu uwanja wa Benjamin Mkapa, matokeo ambayo wana Simba walitarajia pengine wanaweza kaibuka na ushindi ili kuweza kuwapa matumaini ya safari yao kuelekea katika hatua ya robo finali, lakini mpaka sasa tayari matumaini yameshaweza kupotea baada ya kupoteza pointi 3 na kuweza kugawana pointi dhidi ya Waarabu. Kwa maana hiyo Simba wana pointi 1 mpaka sasa kwenye grupu na wakishikilia nafasi ya mwisho. Lakini sasa kutokana na hivi matokeo ambayo hayapendezi, Simba imeweza kutoa taarifa kutokana na vurugu ambazo zilikuwa zinaendelea. Wakatoa taarifa ya zile vurugu ambazo zimetokea na athari zake. Barua ya Simba kwa umma ni kwamba
taarifa kwa umma. Barua yenyewe inasema kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya AS Tunisi kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo sivyo vya kiungwana, havikubaliki na havitafumbiwa macho. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya kisheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yeyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Imetolewa na Crescentius Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba, tarehe 1 Februari mwaka 2026. Hiyo ni taarifa kwa umma iliyotolewa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na matokeo ya jana ambayo yalikuwa hayaridhishi, ikapelekea mashabiki wenye hasira kali kuweza kumletea fujo aliyekuwa kiongozi wao Murtaza Mangungu. Ni yapi maoni yako kutokana na haya ambayo yanatokea? Je, ni sahihi kwa mashabiki wenye hasira kali kuchukua hatua ya kuweza kumletea vurugu kiongozi huyo, ama mashabiki wakitakiwa wawe wapole au watumie busara kiasi gani ili kuweza kufikisha ujumbe wao kwa viongozi? Hii Simba usiweke dhamana. Ukikaa na kuangalia mchezo wa Simba dakika zote 90 bila hata kupepesa macho, unapata picha tata isiyo rahisi kuifafanua. Simba inacheza mpira, inapambana, inaonyesha dalili za timu kubwa, lakini bado inaacha maswali mazito kwa watazamaji wanaolijua vizuri kabumbu. Ni Simba inayoweza kucheza vizuri, ikatawala sehemu kubwa ya mchezo, ikashinda matokeo, lakini bado inakuacha unajiuliza, shida iko wapi? Ni timu ambayo ukiangalia makosa ya mchezaji mmoja mmoja huyaoni kwa urahisi, lakini ukichambua kama timu nzima bado unapata ugumu wa kumtambua nani wa kulaumiwa na nani wa kuachwa. Ndipo lawama zinapoanza kuelekezwa kwa pande mbalimbali, kwa benchi la ufundi, kwa mfumo wa timu na kwa baadhi ya wachezaji. Ladakcha Sambi ni miongoni mwa waliobeba mzigo mkubwa wa lawama. Kiwango chake kinatajwa kuwa duni na kwa hisia za mashabiki wengine wamefika hatua ya kumuona kama mchawi, wakimaanisha uwepo wake uwanjani hauleti matokeo chanya kama yanavyotarajiwa. Kwa upande mwingine unaangalia Guai na Aura, unabaki hujui umsifie nani au wape sifa zote kwa pamoja. Wanaonyesha nguvu, nidhamu na juhudi, lakini bado uwiano wa timu haukai sawa. Clatous Chama anaendelea kuonekana kama ndiye king wa Simba, kiungo mwenye akili na dira ya mchezo. Hata hivyo, thamani ya mpanzo mbele ya Aura haionekani tena kama ilivyotarajiwa. Leo unaweza kumsifia sana Kibabage, akaonekana shujaa wa mchezo, lakini bado kuna sintofahamu kama mechi ijayo atarudia kiwango hicho hicho.
Kapombe anaonekana kama amesahaulika, lakini subiri makosa yajayo, ndipo mashabiki watakapokumbushwa kwa nini uwepo wake ulikuwa muhimu. Huu ndio ugumu wa Simba ya sasa. Kuna wachezaji wanaonekana kama hawana hadhi ya kuvaa jezi ya mnyama, lakini wakiondoka ndipo mashabiki wanapogundua walichokuwa wanakikosa. Simlimkataa Ateba, leo jaribuni kuuliza anafanya nini huko aliko sasa. Kama Mpanzu hafai, basi apewe nafasi aondoke. Kama Kibu si lolote, basi apewe go ahead. Lakini soka lina busara yake, na busara hiyo inatukumbusha msimu mzito sana: usiache mbachao kwa msala upitao. Kwa mazingira ya sasa, ni busara zaidi kwa Simba kuwaweka pamoja wachezaji wake, kuwajenga kisaikolojia na kuwapa moyo, kuliko kuwavunja moyo waliopo kwa tamaa ya maingizo mapya yasiyo na uhakika. Ushindi wa leo, sifa kubwa zinapaswa kwenda kwa Guaye na Aura. Ndipo utakaposikia mashabiki wakisema Simba hii ndio tulikuwa tunaisubiri. Lakini ukweli unabaki wazi, Simba bado sana. Na kama katika michezo ya CAF Champions League Simba itaendelea kucheza kwa kiwango hiki, basi mashabiki wajipange kisaikolojia. Dhidi ya timu yenye uzoefu mkubwa kama Esperance de Tunis, chochote kinaweza kutokea. Mimi ni Ajmina Ibrahim wa Spurs.